Nashukuru wana wa Mungu kwa sababu ya kambi hii ambao Bwana aliona ni vizuri muweze kukutana sehemu hii. Ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona watu wamekutana pamoja, Bwana ana malengo makubwa, kwa sababu nimesikia kuna watu wametoka mbali. Nilipokuwa nikiuliza marafiki zangu hapa, nimesikia kuna watu wametoka hata kuliko sisi kutoka Nairobi. Hata sisi kuliko Nairobi, maana tulipanda gari kutoka 2:00 kutoka Nairobi, tulifika hapa mwendo wa 3:30 hivi. Na nikasikia kuna wengine walitoka mbali zaidi ya yetu. Kwa hivyo mkutano huu ni wa pekee. Ukiona watu wanatoka mbali hivyo, kuna utukufu wa Mungu unaonekana katika nyumba hii. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kidogo tuweze kuongea maneno ya kufunga historia ya dunia hii. Atukai maneno ya kufunga historia ya dunia hii. Lazima tujipange vile kazi ya Mungu itaisha, maana hakuna timu nyingine Mungu anataka kuitumia. Anataka kutumia timu hii ambao kweli zote ziko na timu hii. Kwa hivyo itabidi Mungu wa mbinguni awatumie vile yeye anavyotaka, si kama vile tunavyotaka. Maana vile kazi ya Mungu itaenda kipindi cha mwisho, itaenda kwa njia ya pekee. Soma kitabu cha Zaburi, mtumishi wa Mungu, kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 126. Soma pale 126. 119 mstari wa 126. Soma pale. Wakati umewadia, Bwana atende kazi. Kwa kuwa wameitangua sheria yako. Kwa kuwa wameitangua sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo Bwana akianza kufanya kazi, sisi tutashangaa tuone vile Bwana atatenda kazi kipindi cha mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Ataitenda kazi ya pekee ambayo haijawahi kuonekana. Nakumbuka kuna kipindi Mungu aliinukia wana wa Israeli na akainukia maadui wao, na alipoinukia maadui wao alifanya kazi ya ajabu ambayo haijawahi kuonekana. Bwana asifiwe. Na ndiyo kikundi hiki nataka niwaambie muweke uoga kando. Bwana asifiwe. Nataka niweze kuwaambia uoga wekeni kando. Maana injili hii haiwezi kupelekwa na waoga. Bwana asifiwe. Waoga hawezi kufika kule tunaenda. Lazima masujaa, wale ambao waliofanya kazi, maana tuna historia kutoka mbali. Bwana asifiwe. Tuna historia kutoka mbali. Na kwa sababu tuna historia kutoka mbali, lazima tuweze kujifunga kamba. Bwana asifiwe. Kila mmoja ajifunge kamba, tumalize mwendo. Nilipokuwa nikiongea nanyi, niliwaambia kikundi hiki Bwana amekitenga kipindi cha mwisho, na watu wameitwa kwa njia ya pekee. Kuna ndugu tuliongea naye akaniambia aliitwa kwao ni wa Catholic, lakini aliitwa akiwa peke yake, na katika nyumba yao ana upinzani ulio mkuu. Neema ina upendeleo, wana wa Mungu, maranatha. Neema ina nini? Ina upendeleo ambao hata huwezi kuelewa vile wewe umeitwa na kwa nini umekaa hapa. Ukianza kufanya hiyo mahesabu utashangaa. Utafanya nini? Vile neema imekupendelea ikakuvuta na ikakuleta katika nyumba hii na umekaa chini. Huenda umetoka mbali na umeamua umtumikie huyu Mungu ambao ni Mungu mmoja ambaye tuliyemjua. Bwana asifiwe. Hebu niweze kuomba Bwana atusaidie niweze kutoa maneno mawili ya jioni ya kulala. Hebu tupige magoti tuombe. Mtakatifu, mfalme, Baba na muumba wetu ishie mahali pa juu mbinguni, nimepiga magoti na watendakazi hawa ili tuweze kuongea machache siku ya leo, siku ya Sabato
ambayo wakati mwingine unashuka kuhudumia mioyo yetu. Ulitembelea Yohana siku ya Sabato, ukamletea ujumbe wa pekee, nami jioni ya leo niletee ujumbe wa kulisha hao watu maneno ambayo yanastahili kupewa sifa na utukufu. Kurudie mahali ulipo kwenye kiti cha enzi Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Nilipokuwa nikizungumza masaa ya mchana, niliongea juu ya manyunyu yanaendelea kunyeshea watu wa nani? Watu wa Mungu. Na nikawaambia manyunyu ilianza wakati malaika wa Ufunuo 18 alikanyanga dunia hii. Na nilipokuwa nikiongea, wale ambao mlinifuatilia, nikawaambia Yesu amekanyanga dunia hii mara ngapi? Mara ngapi? Mara ya kwanza akazaliwa. Mara ya kwanza akazaliwa, na waliomkaribisha ni Waismailia. Bwana asifiwe. Waliyelete budget ya kupeleka injili kwa watu, kutoroka aende akafichwe Misri, walikuwa ni Waismaili. Na kule aliyeenda kulala kulikuwa pia na kwa Waismailia. Bwana asifiwe. Maana Misri kulikuwa kwa kina nani? Waismailia ni watoto wa Ibrahimu, na watoto wa Ibrahimu walikuwa wanapewa ujumbe na baba yao. Maana hiyo damu ya Waismailia, Mungu alitembea na Ibrahimu. Na uzao huu ulipozaliwa, Ibrahimu lazima baba ahubirie watoto wake. Ni kweli ama si kweli? Maana alikuwa na wake watatu. Ibrahimu alioa mke watatu ambaye alikuwa anaitwaje? Ketura, ambaye ndiye ako upande ule, sehemu ya chini. Sehemu hiyo, huko ndiko mboma yake iliishi wakati Sara alikufa. Na watoto hawa watatu, Ibrahimu alikuwa anaongea na watoto wake, anawaambia, katika nyumba yangu ya kwanza. Unajua lazima ueleze watoto wako, ama si ndivyo? Lazima ueleze watoto wako, useme nyumba yangu ya mke wa kwanza kutatokea mfalme. Kutatokea nini? Maana katika unabii, siku moja nilienda kwa mlima mlima unaitwaje? Moria, kupeleka mtoto wangu wa kwanza sadaka Isaka, ama si ndivyo? Lakini nilipokuwa nikiandaa hivyo, Mungu akatoa kondoo. Akatoa nini? Kwa hivyo Mungu alianza kuandaa Ibrahimu na watoto wake, akiwaambia nyumba ya kwanza utatokea nyota. Utatokea nini? Nyota. Na wakawa na hiyo ahadi mpaka madhabahu haya, unaona mahekalu ambao wanatengeneza ya ibada walitoa kwa baba yao Ibrahimu. Lakini ndugu zangu, injili lazima ifike kwao, maana Rumi alikuja akawachafua. Roma aliingia akawachafua, maana wamepotea kama vile watu wa Sunday wamepotea kama wale watu wengine wanatakiwa tuwaendee, tuwaite, tuwaambie nyumba ndiyo hii. Bwana asifiwe. Isaya anasemaje? Furudia fungu ambao nilirudia, Isaya 60 fungu la 5. Isaya 60 fungu la 5, rudia tena. Isaya 60 fungu la 5. Anasema hivi. Inasemaje? Anasema, ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka, na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuza kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Soma. Wingi wa ngamia ni hao utakufunika. Ngamia vijana wa wapi? Na Midiani. Vijana wa Midiani. Vijana wa wapi? Efa. Wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba. Na kuzitangaza sifa za Bwana. Na kuzitangaza sifa za Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hao ndio wanatakiwa watangaze sifa za nani? Za Yesu. Sio sisi. Hao ndio wangetuonyesha njia, watuambie sifa za Yesu waweze kumtangaza. Kwa nini?
kwa sababu alileta uvumba na manemane, wakaanguka chini wakamsujudi. Kama kuna watu wanatakiwa wapelekwe kwenye Biblia ni hao. Ni kweli ama si kweli? Waelewe wao ndio walituletea ujumbe. Walienda pale wakapeleka uvumba, dhahabu na manema. Yesu akapata budget ya kutoroka kwenda Misri. Alafu Isaya alikuwa ametabiri, amesema ya kwamba wasasitangaza sifa za nani? Sifa za nani? Hebu mteremka na haya. Anasema makundi yote ya Kedari. Makundi yote ya nani? Ya Kedari. Makundi yote ya nani? Ya Kedari. Yatakusanyika kwako. Kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia. Ndio. Watapanda juu ya madhabahu yangu. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali. Nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Ndio. Anasema ni nani hawa warukao kama wingu? Ni nani hao warukao kama wingu? Na kama njiwa waendao madirishani kwao. Ndio hao. Ndio hao. Ndio hao wanaanza kuandaliwa sasa, wanaandaliwa na wanajua watakuja kwa akina nani. Kwa hivyo mjiandae, wanakuja kwenu. Wanakuja kwetu. Wanakuja kwenu. Wanakuja kwenu ili waulize maswali. Maana kuna haya inasema ya kwamba waulizeni watu wa kitabu. Ni kweli ama si kweli? Waulizeni watu wa nini? Wa kitabu. Msifikirie Kurani ina mambo yote mabaya. Kuna mengine Mungu ameweka pale akiwa na kusudi. Bwana asifiwe. Kuna mengine yako pale Mungu akiweka yakiwa na kusudi. Na kama kuna kikundi cha pekee Mungu amekiandaa ni hiki. Hiki ndiyo kikundi ambacho kinapendwa saa hizi, na ndiyo kikundi ambacho Mungu anaandaa ambao kitalindwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukihubiri injili usiogope. Haleluya. Usiogope. Mungu ana ulinzi wa pekee ambao hujawahi kuonekana kipindi hiki cha mwisho. Kutoka tuanze kuhubiri Kenya, tumehubiri, tumepepeta Kenya karibu kila kona. Bwana asifiwe. Na kama ni kufa tungekuwa tumekufa. Ni kweli ama si kweli? Kama ni kufa tungekuwa tumefanya nini? Lakini tukielewa ulinzi Mungu ametoa kipindi cha mwisho, kwa sababu ya kanisa hili ina ulinzi ulio wa pekee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa niseme hivi. Kama kuna chakula cha pekee Mungu ameandaa cha masaa ya jioni. Masaa ya nini? Ya jioni wakati ule. Nisomee kitabu cha Mathayo 14 fungu la 17 mtumishi. Chukua Biblia. Mathayo 14. Fungu la 14 fungu la 17. Anasema wakamwambia hamna kitu hapa ila ile mikate 5 na samaki 2. Kwa maana anasema ni kitabu cha Luka. Luka. Soma Luka 14 fungu la 17. Luka 14 fungu la 17. Anasema hivi. Anasemaje? Akamtuma mtumwa wake. Akamtuma mtumwa wa nani? Mtumwa wake. Soma. Saa ya chakula. Saa ya nini? Saa ya chakula. Saa ya chakula. Awaambie wale walioalikwa njooni. Kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Vimekwisha kuwa tayari. Soma. Wakaanza wote kutoa udhuru. Kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia nimenunua shamba. Ala. Akaanza kusema nimefanya nini? Nimenunua shamba. Soma. Sharti niende nikalitazame. Okay. Tafadhali unisamehe. Haya. Mwingine akasema, anasemaje? Nimenunua ng'ombe jozi 5. Ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Hao ni nomino. Mungu mkate chakula hiki cha jioni. Kiswahili kimeharibu mahali. Unaweza kisoma na English mtumizi. Unajua kimesema chakula. Hakijulikani ni cha saa ngapi? Unajua kuna chakula cha kila dakika, ama si ndivyo? Saa 7 jioni, breakfast. Hebu kizungu ituambie. Maneno mengine hapa ni matamu. Soma. Inasema hivi. And he sent his servant at supper time. Ala.
and he sent the what? His servant. Eti servant. Sapa ni saa ngapi? Chakula cha nini? And he said, Kiswahili kimeharibu mambo mengine, ama si ndivyo? Kwa hivyo chakula kilitengenezwa masaa ya jio. Masaa ya nini? Masaa ya nini? Kwa hivyo Yesu saa hizi anatafuta watendakazi wa saa 11. Ndio hao chakula chao, supper time. Supper time? Na ni kitamu. Chakula supper time. Rudia tena wasikie. And he sent his servant at supper time. Kiswahili? Kiswahili. Nikirekebisha kidogo. Akamtuma mtumwa wake wakati wa saa ya chakula cha jioni. Chakula cha nini? Cha jioni. Na hicho ndiyo chakula chetu. Bwana asifiwe. Maana watendakazi wa saa 11 wako karibu kuingia kazi. Swali ni waulize, Maranatha wana wa Mungu. Amen. Swali ni waulize, watendakazi wa saa 11 wameanza kazi? Mkono juu. Mkono juu. Watendakazi wa saa 11 wameanza kazi? Usiongee, nataka nione mkono juu. Mkono juu wale wanajua. Inueni mikono wale mnajua. Watendakazi wa saa 11 wameingia kazini? 1 2 3 4 5. Wacha nianze pale nyuma. Wewe tujibu. Haya, watendakazi huyu amesema watendakazi wa saa 11 wameanza Haya, mwingine pale nyuma naye ajaribu, nitakuja hapa mbele. Kuna mmoja alinua mkono pale. Umeteremsha? Niambie. Watendakazi wa saa 11, na swali ndiyo hili ili muweze kuhakikisha vizuri. Saa 11 imefika, watendakazi wameanza kazi? Haya, wacha tujibiwe na mtumishi. Kazi wameanza, maana kuna alfajiri na mapema, wanafuata wa saa 3, wanafuata wa saa 6, saa 9. Sasa hawa saa 9 wameharibu kazi. Na ndio maana masaa mawili imechukua, maana ilikuwa ni matatu lakini imechukua mawili ili kufikia saa 11. Saa 11 ambao ndo sisi tunajua ndugu zetu wameshaharibu nomino na tunaendelea na kazi tunaimaliza kwa jioni iliyopo. Ninavyoelewa ni hivyo mtumishi. Kwa hivyo watendakazi wa saa 11 kazi imeanza kweli? Haya, mtumishi ungejaribu. Kwamba watendakazi wa saa 11 kwa sasa wanatayarishwa, wanaandaliwa. Asante. Na wataingia kazini wakati wa Sunday law. Wakati yule mnyama anapotawala na zile pembe 10 ambao watatawala kwa muda wa saa 1, tayari watendakazi wa saa 11 nao wataingia kwa ajili ya risali moja kukamilisha masaa 12. Asante. Quotation. Angalia selected message book 386.4. Select message book 386.4. Hebu nisome msikie. Wana wa Mungu Maranatha. Tumekuja tuelimishane. Haleluya. Unajua nomino, unajua vile wanasema malaika wa Ufunuo 18 ataanza wakati wa Sunday law ikitanga. Ndio malaika wa Ufunuo 10 na ngapi ataingia kazini. Lakini nataka niseme hivi, watendakazi wa saa 11 quotation inasemaje? Hebu nisome. Hebu nisome selected message book 386.4 inasemaje? Watendakazi wakati jaribio kuu litakapofika, Sunday law, watendakazi wa saa 11, 11 laborers, wataanza kazi zao rasmi. Wataanza kazi zao nini? Kwa hivyo saa 11 bado haijafanya nini? Saa 11 bado haijafanya nini? Usiende useme hata saa 11 imefika tumeanza kazi. Kama makundi mengine tulikutana na wao, wakaanza kuniambia hata Ndasha tulikuwa naye anajua saa 11 imeanza. Kauliza lete quotation. Ana nini?
walikaa, mmoja akakaa hapo, mwingine aliingia katika kanisa letu, akatoa porojo. Tukawaambia, we, saa 11 bado itafanya nini? Saa 11 itaanza Sunday law ikitangazwa, kila kimeanza ni manyunyu. Bwana aziviwe. Malaika wa Ufunuo 18 ametokea na manyunyu ndio inaendelea masaa haya. Bwana asifiwe. Nao ndio manyunyu tunatakiwa tujiandae kwa sababu ya manyunyu. Bwana asifiwe. Kitabu cha Zakaria 10 fungu la 1, soma pale. Ndugu zangu, tunaelimishana kwa sababu tuko masaa ya mwenyewe. Soma kitabu cha nani? Zakaria 10:1. Soma. Mwombeni Bwana mvua wakati wa masika. Mwombeni Bwana mvua ya nini? Wakati wa masika. Ndio. Naam. Bwana afanyaye umeme. Naye atawapa manyunyu. Naye atawapa nini? Manyunyu ya mvua. Bwana afanyaye umeme atafanya nini? Atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kwa hivyo manyunyu ndiyo ilikuwa ianze. Kwa hivyo saa hizi manyunyu inaendelea. Mnafikiri ni kitu gani kinaunganisha Tanzania na Kenya? Ni manyunyu inaendelea katika utendakazi. Bwana asifiwe. Na hii kazi sio sisi tunafanya, yule anafanya ni Muumba aliyetuita kazini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watendakazi wa saa 11 wanaandaliwa sasa. Wanaandaliwa wakati gani? Wakati huu. Lakini swali kubwa ni hili. Ishara ya kuandaliwa tumeona nini? Ishara ya kuandaliwa ni kitu gani tumeona? Maana lazima kuwe na ishara moja, tuone ishara. Bwana asifiwe. Lazima tuangalie ishara, tuone ni ishara gani tumeona. Lazima tuangalie punda mwitu. Tutakapoona punda, tujue saa ya Mungu imefanya nini. Ni nani huyu anaachilia punda? Punda ni akina nani? Swali ndiyo hilo. Wacha niulize maswali mawili. Punda ni akina nani? Kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 10. Soma pale. Kitabu cha Mwanzo 16 fungu ni la 10. Inasemaje? Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika. Wala hautafanya nini? Hesabika. Soma. Kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. 11 anasema. Soma. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, na wewe utamwita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake. Naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Akalita jina la Bwana aliyesema naye. Fika tu pale. Wewe Mungu uonaye. Kwani alisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo kisima kile kiliitwa Beer-lahai-roi. Tazama, kiko kati ya Kadeshi na Beredi. Fika tu pale, mtumishi wa Mungu. Anasema, kwa hivyo tukishaona punda, tujue saa ya Mungu imefanya nini. Na punda kuna kitu anaona, sisi hatuoni. Bwana asifiwe. Punda kuna kitu anaona. Punda kuna kitu anafanya nini? Anaona, ambao sisi hatuoni. Kwa nini niseme hivyo? Kuna siku moja Balaamu alikalia punda. Ni kweli ama si kweli? Alikalia nini? Alikalia punda. Akienda kulaani watu wa nani? Unafikiri ni watu wangapi wanataka tulaaniwe? Kwani ni wangapi wanabeba laana saa hizi? Ama si ndivyo? Hata ukutana na watu wa Jumapili wanasema washindwe. Ama si ndivyo? Sio ni laana. Laana tumeletewe laana nyingi, lakini hebu nikwambie, kama kuna ushindi utapatikana katika nyumba hii. Bwana asifiwe. Punda kuna kitu anafanya nini? Anaona.
punda kuna kitu anafanya nini ambacho Balaamu ni nabii wa uongo aliyeteuliwa na Mungu kipindi fulani, lakini akawa muasi. Akawa nini? Akaasi Mungu. Lakini punda alipokuwa akitembea naye, kumbe kuna kitu kitabu cha Hesabu 22 fungu la 23, soma pale. Nataka tuende polepole wana wa Mungu, maana somo hili ni ndefu. Niende polepole nikikuelezea ujue muda umefanya nini. Muda umeisha. Anasema na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Akaingia wapi? Shambani. Halafu Balaamu akampiga punda mara ngapi ili kumrejeza njiani? Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya shamba la mzabibu, tena penye kitalu upande huu na kitalu upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana. Akamwona malaika wa nani? Wa Bwana. Punda kuna kitu amefanya nini? Ameona. Nataka nikuambie sasa, nilifungua online nikaona Iran wanamwamini Yesu kama kitu hajawahi kuonekana. Kuna mtu anatokea usiku anawamulika na tochi kama vile Paulo alimulikwa, na wote wanamwamini nani? Na wanaanza mateso. Nikashindwa, nani ameanza kuamsha hawa watu? Na huko Iran hakuna mhubiri anaenda kuhubiri. Yule anawahubiria ni nani? Ni nani anawahubiria? Ni malaika wa Mungu wanapeleka injili kule Iran. Bwana asifiwe. Nikaanza kujiuliza maswali, kwani barabara hii ambao tulikuwa nasema itakatwa, itakaushwa, mto wa nini? Wafalme watakao tokea upande wa mashariki, kwani ni hao watu jamani? Nilipokuwa nikiwaza nikashangaa sana, maana niliona wajumbe wa pekee wakitoka mawio ya juu wakija polepole. Nikashangaa, nikauliza, kwani Mungu atafanya kazi ambayo haijawahi kuonekana? Unajua watu wanangoja Israeli, ile iko pale Israeli, lakini nataka nikuambie mlango wa Israeli ulifungwa. Mlango wa Israeli ulifanya nini? Ulifungwa. Sasa mlango ambao unaonekana ukitokea polepole ni hawa Waismaeli ambao wanauliza kutakucha saa ngapi? Hebu soma kitabu, rudia kitabu cha Isaya ile 21 fungu ni la ngapi? 11. Soma pale Isaya 21 fungu la 11. Soma tena. Anasema ufunuo juu ya duma, mtu analilia toka Seiri. Mlinzi, habari gani za siku? Habari gani za siku? Mlinzi, habari gani za siku? Mlinzi akasema. Akasemaje? Mchana unakuja. Mchana unafanya nini? Unakuja. Na usiku pia. Na usiku pia. Mkitaka kuuliza, ulizeni. Njooni tena. Hao ni akina nani wanauliza habari za asubuhi? Ni Waismailia wanauliza. Kwa hivyo lazima tuwajibu, maana wamekuja kwetu waulize njia ya kufika kwa Baba. Njia iko wapi? Bwana, mko tayari? Mko tayari? Tupo tayari. Mko tayari? Jiandaeni, manake dhahabu na uvumba na manemane zinatoka pande hii. Mungu ameziandaa, na wao Mungu ndiye alipeana mafuta. Ama kuna mwanadamu alipeana mafuta Middle East? Si ni Mungu? Si ni utajiri huo? Ama si ndivyo? Na Biblia Isaya ikasema utajiri wa mataifa utakujilia wewe. Kwa nini kipindi cha mwisho utajiri wa mataifa usije kwetu, tupige tarumbeta ya mwisho twende nyumbani? Ni kweli ama si kweli? Mungu anakusudi na mapenzi yake vile kazi yake itaenda kipindi cha mwisho. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini wana wa Mungu? Kuna pointi ya pekee nataka niweze kuwaambia. Soma kitabu cha Amosi 7. Sasa tuwaone vizuri, tuone kazi yao sasa imetokeaje. Kitabu cha Amosi 7 na fungu la 1. Anasema haya ndio aliyonionyesha Bwana Mungu. Nani huyu aliyemwonyesha Bwana? Soma tena. Anasema haya ndio aliyonionyesha Bwana Mungu. Tazama, aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwake, mmea wakati wa uvuli. Aliumba nzige. Nzige ni akina nani? Koli ni mwana nzige ni akina nani? Tasoma.
kitabu cha Waamuzi 6 mstari wake wa 3 na tutasoma mstari wake wa 12. Inasema hivi katika mstari wake ni wa 3. 6:3 inasema basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea. Wamidiani wakafanya nini? Wakakwea. Soma. Na Wameleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanda marago juu yao na kuharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Naendelea na kusema kwa maana walikuwa na ng'ombe zao na hema zao. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Nzige hawa ni akina nani? Maranatha, wana wa Mungu. Ni Waismaili? Ni Waismaili? Ni Waismailia. Kwa hivyo lazima tusome historia yao. Bwana asifiwe. Tusome historia yao ili tumweze kuona Yesu akiwa kwenye mlango akishuka juu ya mawingu. Bwana asifiwe. Tusome historia yao, ni hawa akina nani? Anza 7 tena, mtumishi wa Mungu ukiteremka. Anasema haya ndio alionionyesha Bwana Mungu. Alionionyesha Bwana Mungu. Tazama, aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwake. Aliumba nzige mwanzo wa kuchimbuka kwake. Mmea wakati wa vuli. Mmea wakati wa nini? Wavuli. Mmea wakati wa nini? Wavuli. Kwa hivyo aliumba nzige mwanzo wa kuchimbuka kwake. Mmea wakati wa nini? Wavuli. Kwani nzige walitokea lini? Hebu niwaulize maswali. Hii nzige walitokea lini? Wakuchimbuka nini? Mumea. Kwa hivyo kuna manyunyi ilikuwa imeanza. Mumea uchimbuke. Bwana adhibiwe. Nzige waliingia lini? 2001. Unajua, unaposoma kitabu cha Amosi, vitabu hivi vya mwisho vinazungumzia kipindi chetu. Bwana adhibiwe. Unaposoma kitabu cha Amosi, kitabu cha Yoeli, vitabu vyote vimejipanga hapa mwisho, vyote vinaongea wakati wetu. Bwana aziviwe. Amen. Vinaongea wakati wetu. Kwa hivyo vinapoongea historia yetu, lazima tuelewe Amosi anazungumzia nini. Ni kitu gani kilitokea? Aliumba nini? Rudia tena wasikie. Anasema haya ndio alionionyesha Bwana Mungu. Tazama, aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwake, mmea wakati wa vuli. Na tazama, ilikuwa mmea wakati wa vuli, baada ya mavuno ya mfalme. Ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema, Bwana Mungu, samehe na kusihi, Yakobo atasimamaje? Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Ni mdogo. Hebu sikieni, Amosi anauliza hivi maswali. Yakobo atasimamaje? Maana ni mdogo. Wana matengenezo, ni watoto wandogo katika kuinuka kwao. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Ndio sauti inasema watainukaje? Maana ni watoto wadogo. Bwana asifiwe. Amen. Wana wa Mungu, kamunda ambao tuko naye si karefu. Ndio tushikane pamoja tuweze kufanya kazi ambao ya pekee tumeitiwa tuweze kufanya. Bwana asifiwe. Na ndio tumekuja hapa tuwaambie tuamuke katika usingizi. Bwana asifiwe. Kitabu cha Waefeso 5 fungu la 14. Soma pale. Waefeso 5 fungu la 14. 5:14. Anasema hivi. Hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Na Kristo atafanya nini? Atakuangaza. Amuka mahali umelala, chukua vyombo. Na ukirudi kwa nyumba yako, ukitoka makambi, nenda ujiandae, uanze uitane wito. Unatoka unaita watu wangapi? Chukua Biblia yako na uikamate na mikono, uanze kutembea. Maana tunaishi kipindi cha muhuri, na muhuri huu ukipita, mlango wa rehema unafungwa. Na nikakwambia nomino, wale wanasema malaika wa Ufunuo 18 bado hajafanya nini? Hajaanza kazi yake, si ndivyo wanaamini?
Sasa swali ndi hili niweze kuwauliza, je, malaika wa Ufunuo 18 atakuja wakati wa Sunday law kufanya kazi gani? Maana Sunday law ni mlango utakuwa ukifungwa. Atakuja kufanya kazi gani? Swali ndio hilo niwaulize. Atakuja kufanya kazi gani? Hakuna kazi atakuja kufanya. Maana ni mlango unafungwa kwa Waadventista. Sisi ambao tumekaa hapa nyumba hii, mlango ufungwe, na mlango ukifungwa tupotee milele. Kama hatujajiandaa kuacha dhambi na kutembea katika ukweli wa saa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo saa ya kuamuka imefika, tuweze kuamuka, tuanze mjengo wa kujenga nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Ya mfalme. Kitabu cha Daniel 9 na mstari wa 24. Kitabu cha Danieli 9 na mstari wa 20 na ngapi? 4. Soma. Anasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako, ndio, na juu ya mji wako mtakatifu, ndio, ili kukomesha makosa na kuishirisha dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono ya unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. 25. Soma 25. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu kutakuwa na majuma 7 na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki. Naam, katika nyakati za taabu. Katika nyakati za nini? Za taabu. Kwa hivyo hekalu linajengwa tena, lakini sasa likijengwa itajengwa wakati wa taabu. Kwa hivyo kipindi cha taabu ndio hiki kimeanza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumerudi tena kujenga hekalu tena, lakini ni kipindi cha shida. Tutahubiri tukilia. Bwana asifiwe. Maana taabu imefanya nini? Imeanza. Taabu imefanya nini? Imeanza. Na shida ya kujenga hekalu sasa, kila mmoja akamate ajifunge silaha za kujenga hekalu. Nehemia walipokuwa wakijenga walifanyaje? Waliweka kisu pande hii, wakaweka kindu pande hii, na kama kuna mwanaume alisimamia hekalu anaitwa Nehemia. Ni kweli ama si kweli? Nehemia alitetea Sabato kama askari wa jela. Na kama kuna watu wa Mungu kipindi cha mwisho cha kutetea Sabato kama Nehemia, ni sisi kipindi hiki. Ni kweli ama si kweli? Kamata barabara, utetee Sabato kama biashara yako. Nehemia, kumbuka, alikuta ukuta wa kwanza ukiwa umejengwa round. Ni kweli ama si kweli? Watu wa Tiro na Sidoni wakakuja kufanya biashara ukuta wa kwanza. Wakaweka samaki na biashara zao kwenye ukuta. Watu wakiwa ndani ya kanisa wanasikiza wanangoja Sabato itaisha saa ngapi waende wakanunue na biashara za kutoka Tiro na Sidoni huko. Nehemia akawaambia tokeni hapa, akawafukuza. Akawafanya nini? Akajenga ukuta wa pili tena round. Ukuta wa pili nini? Nehemia alijenga ukuta wa pili, na hapo katika ukuta wa pili hapo ndipo paliitwa patakatifu hapo senda. Ndio Biblia ilikuwa inasema mtakapoona chukizo ya uharibifu lilionenwa na nabii Daniel limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Maana alijenga ukuta wa pili ili Sabato isije ikanajisika. Akafyeka ukuta wa pili, na hapo ndipo Festus alikuja kuweka bendera ya Kirumi hapo katikati. Ndipo alikuwa panaitwa patakatifu. Kwa hivyo kina Nehemia wa kujenga ukuta wametokea kipindi cha mwisho, na sasa tunajenga ukuta tumalize safari tuende nyumba. Nehemia 4 fungu la kwanza. Nehemia 4 fungu la kwanza. Nehemia 4 fungu la kwanza. Anasema hivi. Anasemaje? Lakini ikawa Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukijenga ukuta akaghadhabika. Kina Sanbalati wanatusikia hata sasa hivi tukipanga mipango wanatusikia. Ni kweli ama si kweli? Si tunaanza mipango ya kujenga hekalu ama tunakuja kufanya kazi gani hapa? Ni kweli. Tunakuja kuwa na mipango ya kujenga hekalu. Wanasusikia. Wanafanya nini? Wanatusikia tumeanza mipango ya kujengea Mungu hekalu. Hekalu. Hebu soma.
akaingia na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze, na mbele ya jeshi la Samaria, akasema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Wayahudi hawa wanyonge wanafanya ni? Wanafanyaje? Je, watajifanyiza boma? Watajifanyisha boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu? Watafanyaje? Watafufua mawe katika chungu. Kwani mawe yalikuwa wapi? Wana wa Mungu, hamjambo? Mawe yalikuwa wapi? Manake yalikuwa amechomwa huko chini, yalikuwa ameangukiwa na mchanga. Ndio wanauliza watafufua mawe katika vifurusi? Hapo ndipo tunatakiwa tuchukue mawe. Kila mtu ainame. Tutoe ya kuja? Kila mtu ainame. Bwana asifiwe. Maana kazi ni kuinama na kufukua mawe yale yaliyochomeka. Ndio tunajenga naye. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu ainame, tuiname, tuchukue mawe, maana tumeishaona ishara zote. Bwana asifiwe. Tumeishaona ishara zote, kila mtu ainame, tujenge muje. Lakini furaha yetu hatutajenga na wao. Ama si ndivyo? Hata wakisema waje, maana tunaomba Mungu mmoja pamoja na wao. Nomino waliondoka katika kweli za Mungu. Bwana asifiwe. Wakati waligeukia injili ya malaika watatu wakaiacha, basi tukaondoka peke yetu. Sasa sisi hatuko pamoja na wao. Ni kweli ama si kweli? Kwa nini? Kitabu hiki cha Harry Writing kinasemaje? Wacha nikisome kitabu hiki cha Harry Writing kinasemaje. Hebu sikia. Waligeukia injili ya malaika watatu wakaiacha, kwa hivyo sisi hatuko pamoja na wao. Ni kweli ama si kweli? Na hii ndiyo jambo ilifanya mimi nitoke kuwa mzee wa kanisa. Nilikuwa mzee wa kanisa, nilikuwa naheshimika sana katika nomino. Lakini nilipokumbuka vile niliapishwa na wazee pale kanisa la Maragwa, nikaapishwa, nikaambiwa, mzee, peleka ujumbe malaika watatu bila kuangalia Biblia. Peleka sheria za Mungu 10 bila kuangalia Biblia. Hayo mambo matatu ndio alifanya mimi leo sijaingia katika muungano wa nomino kutoka miaka 25. 26 sasa imeisha. Mimi sijaingia katika muungano huo. Nimekaa nje hiyo miaka yote nikiwa peke yangu. Ndio juzi nikakutana na watumishi wa Mungu hawa. Tukaanza kupeleka bende. Nikaanza kupima makundi, maana makundi kuna Sabbath Rest, kuna Davidian, kuna SM inaitwaje? IMS. Kuna makundi mengi ambao haina kweli. Haina nini? Haina kweli. Nikaanza kuyapima yote. Hakuna kikundi ambao sijawahi kupima hiyo miaka yote. Nikakuta makundi haya yote hayana kweli. Davidian ndio moto zaidi. Ndio hatari zaidi. Maana wanatumwa na nomino waje watuite, watuambie turudi. Tukae huko David ndio wanatumwa, wanakuja na vitabu vyote vya ile njia, watu wanasoma, wanaambia rudini ndani. Tafadhali kaeni tunakaa ndani wapi na kumeishaisha? Roho ya unabii inasemaje katika quotation hii? Ninapoelekea kumalizia niliona kundi la watu waliolindwa vizuri. Ndio hao. Ukurasa wa 62 inasemaje? Jukwaa lililo imara. Inasemaje? Niliona kundi la watu waliolindwa vizuri, kusimama imara, waliokataa kukubaliana na wale waliotaka kutayarisha imani ya kundi. Mungu aliwatazama na kupendezwa nao. Nilionyeshwa hatua 3. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Kwa hivyo aliona ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Hebu sikia. Nilionyeshwa hatua 3. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Malaika aliyekuwa akifuatana nami alisema, ole wake atakayeondoa nukta au yodi katika jumbe hizi, amelaaniwa. Amefanya nini? Kwa hivyo nyumba hile imelaani, maana waliondoa jumbe ngapi? Waliondoa hizo jumbe 3 wakaweka msalaba. Hiyo mahesabu yake
ilikwisha. Hata kutembea pale roho ya nabii inasema tusiingie. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kama ulitoka usirudi huko tena, kuja tujenge nyumba hii, maana nyumba hii ndiyo nyumba ya nani? Ya Bwana. Ametuita tuweze kujenga nyumba hii. Bwana asifiwe. Ingawa ina vita kali, tunapojenga tunaambiwa hatutaweza kumaliza. Siumalize hiyo fungu. Nehemia 1 anasema akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akasema. Anasemaje? Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyiza boma? Wanajifanyia boma. Watatoa dhabihu? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Watafufua mawe katika chungu hizi za kifurusi, nayo watatetemezwa kwa moto. Anasema basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao wa mawe. Si ni ile mbweha angefanya nini? Angepanda mbweha. Mbweha ni unabii. Maranatha, wana wa Mungu. Mbweha ni nini? Unaposikia mbweha usifikirie ni ile mbweha inakula kuku. Unaposikia mbweha usifikirie ni ile mbweha inakula nini? Ama mnasemaga ni hiyo mbweha. Mbweha ni unabii. Akepanda mbweha akefanya nini? Angeubomoa. Yesu ndiye anajua mbweha ni nini. Bwana asifiwe. Yesu ndiye anajua mbweha ni nini. Si usome kitabu cha Luka 13 fungu na ngapi? Na 31 tuweze mbweha ni nini. Luka 3. Maana mbweha wangali wanatuangalia. Mbweha wako hata hapa. Mbweha wako hata wapi? Hapa. Wako hata Kenya wako mbweha. Si usome Luka 3. Luka 13 fungu la ngapi? La 31. Anasema, inasema soma. Saa ile Mafarisayo kadhaa walimwendea wakamwambia. Wakamwambiaje? Toka hapa uende mahali pengine. Toka hapa uende mahali pengine. Nani anaambiwa atoke? Yesu. Ni nani anaambiwa atoke? Yesu. Anaambiwa na nani? Na Mafarisayo. Soma, endelea. Anasema Mafarisayo wakamwambia toka hapa uende mahali pengine. Ndio. Kwa sababu Herode anataka kukuua. Kwa sababu Herode anataka kufanya nini? Kukuua. Si usome? Akamwambia nendeni mkamwambia yule mbweha. Nendeni mkamwambiaje? Tazama leo. Gesa walikuwa wanaongea juu ya mbweha mwingine. Si mbweha huyu anabomoa ukuta, anaitwa mbweha wa kula kuku. Unasikia? Ni mbweha ambaye ametawa. Yesu alisemaje? Akamwambia, anasemaje? Nendeni mkamwambia yule mbweha. Nendeni mkamwambie yule mbweha. Tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa. Siku ya 3 nakamilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akamwambia leo na kesho niko hapa na siondoki. Siifanye nini? Siondoki. Ndio unakuta ujumbe huu wa kumaliza kazi hatutakiwi tuhubiri na woga. Bwana asifiwe. Mtu asiuje akakutisha ati ukiweka vyombo pale anaanza kukwambia toka. Katalia hapo. Katalia wapi? Katalia hapo. Maana huenda hapo umeweka vyombo, kuna mioyo inataka kuokolewa pale. Bwana asifiwe. Usianze kuambiwa toa vyombo hapa. Toa vyombo hapa. Toa vyombo hapa. Katalia hapo. Huwa tunakatilia Nairobi hata tukiwa kwenye ukuta. Waacha vijana waende waite, hata polisi waite waje watu waondoe. Ama si ndivyo? Tunakatalia mahali kwa ukuta hivi, maana tunajua Nairobi imejaa na mahali pa kuhubiri hakuna. Bwana asifiwe. Wanakuja wanakwambia tokeni hapa muende mahali pengine. Tunawaambia nyinyi hapa hatuondoki. Na tunaweka vyombo kwa umang'aa. Lazima tutumie sheria za Yesu. Bwana asifiwe. Hata sisi tuwe na umang'aa katika kupeleka injili hii. Haitaki legea. Watu wamelegea. Lazima tujue tumetumwa na mfalme. Bwana asifiwe. Na kama tumetumwa na mfalme, tujue nani ametuita kazini. Tujue ni Mungu aliyetuita kazini. Bwana asifiwe. Ninaelekea kumalizia. Nimemwambia Yesu alikanyanga dunia hii wakati wa kuzaliwa. Yesu akakanyanga dunia hii na ametoa ishara. Kuna hole ya kwanza. Hole ya nini? Kuna hole ya pili. Kuna hole ya ngapi hata? Na hizi hole 3 zote ni za Ufunuo 9. Hole zote ni za Ufunuo ngapi?
Unajua nimekuta waadventista wengi hawajui historia yao ya unabii. Nimekuja hawajui. Hata hawajui hole ya kwanza. Hole ya kwanza inaitwaje? Inaitwa Arabic Islam. Arabic nini? Hole ya pili inaitwa Turkic Islam. Turkic nini? Islam. Hole ya tatu inaitwaje? Radical Islam. Na hizi hole tatu zote zimetimia. Hakuna hole nyingine imebaki. Maana ile tulikuwa tunangoja ndio ile ilileta Ufunuo 18. Ole maana inamaanisha nini? Ole ni ya nini? Wacha niwaulize maswali nimalizie. Sasa naelekea kumalizia wana wa Mungu. Ili muulize maswali mawili matatu. Ole maana yake ni nini? Ole yake hizi ole tatu maana yake ni nini? Nataka kuuliza, niambie. Napoelewa ole maana Asante. Wacha ni wajibu. Mnapoona hole imetokea, hole imefanya nini? Kuna muhuri unaendelea. Kuna makundi mawili nagawanye. Hole ya kwanza ilipokanyanga hivi, makundi mawili yakagawanyika. Kwa hivyo hole ya pili pia ilianza. Unajua kazi ya hole ni nini? Ni kusubahisha Roma. Ili watu wa Mungu wapate sealing, wapate muhuri. Kazi ya hole hiyo ndiyo maana yake ni hiyo. Ni kusubahisha Roma. Inafanya kama wanafanya vita na hakuna vita inaendelea. Ni Mungu anapungua punda wachezee Roma. Bwana asifiwe. Elewa hivyo. Maana walipotokea mara ya kwanza walianza kusubahisha Saa hizi ole ya tatu imekuja kusubahisha Roma. Watu wa Mungu wawekwe muhuri, hakuna kitu inaendelea. Baadaye saa itaisha. Kazi ni kama mchezo inachezagwa ya mwisho. Ni kama mchezo ya mwisho. Nini hili? Manake hiyo kama mchezo wanacheza, baadaye wanaungana. Turkic Islam iliposimama ilifanya kazi ambao Mungu alikuwa amependekeza ifanye. Kwanza, jambo la kwanza ilikuja Turkic iliposimama ilikamata Madagascar. Ikakamata Aleppo, ikakamata Ikonia na ikasoka ikakamata Baghdad. Ikawa na nguvu, ikaanza kusumbaisha Roma. Ili watu wa Mungu wawekwe mkazi ya Mungu ambaye alikuwa anataka ifanyike 1840 mpaka 1844 ifanyike. Saa hizi imetokea tena. Ole ya tatu imetokea ifanye kazi gani? Ole ya tatu ambao magaidi walipoinuka wakagonga ile nyumba mrefu, ndege ya pili ikaenda Pentagon, ndege ya tatu ilikuwa inaenda kwa Bush, si ndivyo? Ikazimwa, haikufika kwa mfalme, Unajua ni kitu gani kilitokea? Bush alisema hivi, kuanzia leo nataka mpigane na maadui 7. Maadui wangapi? Adui wa kwanza ni Iraq, imalizwe. Adui wa pili ni nini? Saudi Arabia. Adui 7 zote wamali. Na saa hizi adui amembaki, ana nguvu nyingi. Sasa hii nguvu inashindikana imetoka wapi? Amujui hii nguvu ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndiye anasubaisha Rumi ili watu wa Mungu waendelee kuwekwa Hiyo ndiyo style ya mbingu. Inasubaisha Rumi, watu wa Mungu wawekwa muhuri. Maana akimalizana na inchi ya 7 atageukia watu wa agano. Ndio mnakuta saa hizi nyote mnaongea Yesu atatokea. Mnasema saa ngapi? Sandalo itaweza kuingia wakati wao. Sio kuna ishara kama hiyo watu wanatoa. Lakini hakuna mtu anajua, manake saa hizi kuna kamchezo unachezwa ili watu wa Mungu wawekwe kuna kamchezo inachezwa ili watu wa Mungu wafanye nini? Saa hizi kamchezo wao kanachezwa, ndio masaa tugeukie Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kamchezo wao kanapoendelea kuchezwa, tugeukie Mungu wa nani?
tabia ya Yesu iweze kuonekana ndani ya kundi hili. Bwana asifiwe. Wakati vita ya mwisho inapoendelea hivyo, tujue kuna mkazi Mungu anataka, amechelewesha watu wa Mungu wawekwe muhuri. Nguvu ya Irani imetoka wapi? Imetoka wapi? Isipokuwa imetoka kwa Baba. Imetoka kwa nani? Kwa Baba. Ili watu wa Mungu muhuri uishi, ili wakimalizana hivi wageukie kanisa la nani? Na ndio naona nchi yote ina shida kila mahali. Watu wameishiwa na pesa. Ni kweli ama si kweli? Kila mtu hana pesa, maana mpinga Kristo ameikamata hivi na mkono. Tutafanyaje? Lakini mchezo wa mwisho lazima utaendelea hivyo, ili Mungu akamalize kazi yake. Maswali 2 matatu tujibu. Nimepata swali hapa kwa sababu umesoma Luka 13 31. Naomba nisome. Soma. Wacha nikusomee. Sawa, nisome. Anasema, saa ile Mafarisayo kadhaa walimwendea, wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akamwambia, nenda ukamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya 3 nitakamilika. Nisome tena Mathayo 10:23. Soma. Mathayo 10:23. Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine. Basi sasa mimi nina swali. Katika harakati zetu za uinjilisti tunafukuzwa muda mwingine, na ukasema tukifukuzwa tukomae. Sasa ni sahihi kweli kwamba tukifukuzwa tuendelee kukaza hapo? Itakuwa kuna labda tunaweza tukainua ugomvi hata hasira kwa watu. Sasa usahihi ni ipi? Tuendelee kusimama hapo au tuende kwingine? Hebu niwaambie wana wa Mungu, injili kuna yule amashikilia saa hii. Na injili saa hizi, kama kuna muji ulikuwa unatetemeshwa, ulikuwa unaogopwa, ni huu. Ama si ndivyo? Si muji huu tumeukanyaga, sasa tunahubiri. Ama si ndivyo? Kama kuna muji ambao ulikuwa unaonekana kuingia injili ni kitu ngumu, manake Waislamu walikuwa wengi na ndio walikuwa wanasuia. Ni kweli ama si kweli? Lakini si tumeishaingia, tunahubiri. Kwa hivyo injili hii ya malaika watatu sisi tunasimamia. Ni nani? Kuna quotation hapa, Great Controversy inasema, unapohubiri ubiri bila woga. Taja maneno yale yanastahili kama taja mpinga Kristo, taja mtu yoyote, Mungu atashikilia. Mtu atafanya nini? Mungu atazikilia. Hiyo maneno unatoa kwa mdomo. Amen. Hiyo maneno unatoa kwa mdomo, usiogope. Usifanye nini? Kuna yule anayakinga yasiende mbali. Amen. Haleluya. Kwa hivyo saa ya kukimbia bado haijafika. Saa ya kutoroka haijafanya nini? Hata Sunday law ikitangazwa hivi leo, tutaendelea kuhubiri. Kama hamuna habari, jueni hivi leo. Si ati ya kwamba Sunday law itatangazwa tuache kuhubiri. Sunday law hata kama ikitangazwa tutaendelea kuhubiri. Itaenda ikijikaza polepole. Tukihubiri tu iende ikijikaza polepole. Kuna mahali itafika sasa wakazi. Wakikaza naye Mungu atakuwa amemaliza kazi ya. Si ati Sunday law leo imetangazwa tu usimame. Hakuna kitu kama hicho. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kama hicho. Sunday law itangazwa tuendelee kuhubiri. Sheria itaenda kijikasa tu polepole. Na hao watu hawasikii. Watu hawa waanze kupelekwa kotini polepole. Tuendelee kuhubiri tukipelekwa kotini. Maana hata ushahidi tutapeleka huko kotini kwa majaji. Ni kweli ama si kweli? Tutakuwa tukipeleka tukifanya nini? Si ni kuhubiri tunahubiri. Ama si ndivyo? Kwa hivyo wakati kuhubiri ni lazima. Hata tukiwa njera. Bwana asifiwe. Soma Matendo ya Mitume 5 fungu la ngapi? Ni la 9. Ni la ngapi? Mahali walifungiwa 19. Soma 19. 5:19. Anasemaje? Lakini malaika wa Bwana akawafungua milango, akaifungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkamwambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu, nao walikuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli, wakatuma watu gerezani ili wawalete.
Hata watumishi walipofika hawakuwaona, hawakuwaona gerezani. Wakarudi wakatoa habari, wakasema, gereza tumelikuta limefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Walikuwa wanahubiri. Kuhubiri ni lazima. Kuhubiri ni nini? Jua hivyo, wewe ujue hivyo. Hata seli zikiwa zimefunguliwa, tukiwa ndani zitafunguliwa, twende tukafanye nini? Sio ni seli ilikuwa imefungwa? Kwa hivyo kuhubiri ni lazima. Uelewe hivyo, hii kuhubiri ni lazima. Na kazi hii ni Mungu atamaliza, si mwanadamu atafanya nini? Tukiwa kwa seli tutafunguliwa, twende tukahubiri. Na watatukuta tu huko tukihubiri, hatujifichi. Ni kweli ama si kweli? Hatujifichi. Bwana asifiwe. Nafikiri swali hilo limejibu. Hebu kuna mtu ana swali lingine? Ama aongeze jambo? Mtumishi, ongeza. Acha niongezee kidogo. Ongezea. Tunapohubiri kwa sasa pia tuelewe ya kwamba katiba zetu za nchi pia tuzielewe. Unajua katiba zetu za nchi zinapeana kitu inaitwa freedom of expression kwa sasa. Kwa hivyo tutumie wakati huo mzuri katika kuhubiri. Ingia polisi, chukua kibali cha kuhubiri. Ingia sokoni. Uko na kibali. Ni nani ako na uwezo wa kukufukuza na uko na kibali? Unajua sisi tuliweka mkutano mahali huko Nairobi. Na tukaenda tukachukua kibali. Tulipochukua kibali, watu wakaja wakasema, hapana, mkutano ufungwe, maana madhehebu yanaunganika. Mkutano ufungwe. Sasa vizuri tulikuwa na lawyer, sivyo, wakili. Sasa wakili akasema, nyinyi endeleeni, na hata OCS akaja akasema, nyinyi fungeni huu mkutano mtoke hapa. Sasa wakili naye akaja akaingia polisi, akaambia, sasa wewe OCS, kama unataka kufunga mkutano nisainie barua. Useme umefanya nini? Umefunga mkutano. Umefunga mkutano. Unajua OCS alisema nini? Nendeni muendelee na nini? Na injili. Nendeni muendelee na injili. Kwa hivyo ni vizuri kufahamu pia nini? Sheria zenu. Maana hawezi peana kibali alafu tena anaandika ati mkutano ufanye nini? Ufungwe. Kwa hivyo tunapoingia pale tuelewe ya kwamba pia katiba zetu zinatupatia uhuru wa nini? Wa ibada. Sisi hatuko Middle East, kule Irani, kule Iraki, ambao serikali zimebana kibali. Sisi kibali tunaweza kuja. Ndio maana tumevuka Kenya, tumekuja wapi? Hapa. Unajua tukivuka tuliambiwa msiseme mnaenda kufanya kazi Tanzania, maana hamtapita. Semeni mnaenda kufanya nini? Kuhubiri. Kwa hivyo unaona mahubiri yamefunguliwa, lakini mtu akija kazi imefanywa nini? Amezuiwa. Imezuiliwa. Sasa kama sisi Kenya, tukitoka Kenya tunaruhusiwa kuingia Tanzania, na hapa Tanzania kuwe na watu ambao ni waoga wanasema tusihubiri. Unaona? Uelewe sheria ni vizuri. Pia unapoingia pale ndio tuwe wapole, lakini pia tuwe famu. Unaona? Kwa kweli zetu. Alafu pia ukienda kuhubiri pale, onekana mtu ambaye uko presentable. Usiende kuhubiri na zinaitwa aje, Crocs. Una viatu, uko na t-shirt. Unaona? Watu wanashangaa huyu ni mtu wa aina gani? Enda pale umepiga kiatu yako vizuri, rangi umefunga katai kama haka. Umeweka koti. Mjumbe huyu. Watu wanaona kwa mtu wa maana. Anaheshimika. Anaheshimika. Lakini umeenda hapo na chambali na majacket. Watu watafunga mkutano. Na kwa kweli umenikumbusha mtumizi. Tunahubiri town katikati Rivaro, na tuna mwaka tukiendelea kuhubiri. Katikati ukiwa pale River utakuta kuna uwanja unazunguka round hivi, hapo ndipo tunakaaga. Na yule alikuwa anataka kutusukuma ni hiyo police station ya Kamukunji. Ilikuwa anataka kutusuku. Kumbe Mungu ana watu wamewaficha kwa serikali. Amewaficha kwa nini? Wanatunza injili. Mungu ameweka kwa serikali kwa sababu injili isiharibi. Na hata hapa wako. Bwana adhibiwe. Hata hapa ni vile hamjatembea mtawakuta. Mungu amewaweka kwa serikali ili injili wakati itakapohubiriwa isiharibiwe. Naona kuna mtu ana swali lingine tumalizie. Ongea. Alafu tumalizie na huyu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, mimi sina swali, ila nataka kuna kitu tu nataka niongezee kama alivyosema mtumishi hapa. Maana mi nataka nitoe tu shuhuda kidogo. Hili jambo hili la kuwekwa yani sehemu za serikali si tushaikumbana nalo. Kuna mahali tulienda kushuhudia, mwenye nyumba aliita vijana ambao niko nao. Sasa wamewaita, wameenda kushuhudia ule ujumbe, wakawaita kwa serikali za mtaa. Bahati nzuri kule tunaenda wakawa wamesimamisha kama kwa kina Stefano tu mashahidi wa uongo ambao hawakushuhudia hata ile tukio, wakawasimamisha ili hatimaye kupambana na hao vijana. Lakini bahati nzuri hilo kwa hoja wakashindwa. Wakatoa onyo kwamba tusihubiri. Lakini kwa neema ya Mungu huku akatusaidia, spika ikatumwa, spika ikaja kule Dodoma. Ilivyokuja Dodoma, kitu ambacho tulikifanya, tukaenda kuchukua barua kwenye serikali ili hatimaye itupe kibali cha kuhubiri. Wakati huo ametupa onyo la kwamba tusihubiri. Lakini sisi tulitanguliza miguu kwenye serikali yani ya kijiji kule kwa mwenyekiti wa kijiji. Tukamwacha huyu kiongozi wa mtaa ambaye alikataza msihubiri. Aliona tu tumeweka spika kwenye mtaa, wakaanza kujiuliza, tuliambiwa tusihubiri, kwa nini wanahubiri? Wakati wanakuja tulikuwa na barua tayari ya utambulisho kwamba wamepewa kibali cha kuhubiri. Kwa ndugu zangu, lazima wakati huu tulionao, kabla ya wakati wa sheria haijawekwa ile nzito, tutumie hekima kubwa kupeleka ujumbe. Yaani tunapotumia hekima hii, maana yake tusikurupuke tu kwamba tumepata ujumbe basi tukakurupuka bila kutumia hekima. Maana yake tusipotumia hekima, kazi hii itafungwa kabla ya wakati wake. Kwa hiyo tutumie hekima ili hatimaye tuimalize kazi kwa wakati, na wakati huo utakapokuja ili hatimaye kazi sisi tuwe tumeimaliza. Amina. Patia huyu tumalizie na huyu tuweze kufunga mkutano. Asante watumishi. Kwa kweli niseme tu kwamba kazi yetu sasa inahitajika iwe nje kwa maana ya kwamba tutoke tufanye mikutano ya nje ambayo sasa tutafikia watu wengi. Unajua nasema hivi kwa sababu leo kuna watu wanasema ni wana matengenezo, wanakataa mikutano ya nje, wanasema kwamba tutembeni nyumba kwa nyumba. Ni kweli nyumba kwa nyumba ni ujumbe ambao kwamba au ni njia ya kupeleka injili ambayo Mungu ameiweka, na hiyo ndio tutaitumia mpaka kufungwa kwa historia. Maana itafika mahali kabisa kwamba hii mikutano ya nje tutafungiwa kabisa. Lakini sasa bado tuna nafasi. Na kwa sababu tuna nafasi, tutumieni hiyo kwa kufuata utaratibu wa kiserikali, kwamba jinsi ambavyo kwamba serikali imeweka utaratibu wa kukusanya watu ili ufanye mkutano, fuata hizo taratibu. Mimi nasema hivyo kwa sababu sisi tumekuwa na uzoefu sasa, tunaelekea mwaka wa pili tukifanya mahubiri. Yaani tu mpaka mwaka huu umeanza mpaka sasa hivi tuko kwenye mwezi wa saba, mwezi wa saba tuna mikutano karibia 20 ambao tumeifanya katika vituo mbalimbali. Tunaenda tunapata vibari katika utaratibu tu mzuri, tunahubiri. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba maeneo ambayo hawajaanza kutoka nje waulize kwamba sisi wenzetu tunafanyaje ili kusudi kwamba mpate vibari ili kwamba tutoke tuhubiri. Kwa hiyo tusijifungie ndani, maana tukijifungia ndani mtaanza kuibua migogoro ya ndani, unakuta kwamba hamkui. Lakini wainjilisti wanapotoka kwa ajili ya kuhubiri, na hiyo kwamba inasaidia kanisa kukua. Asante sana. Bwana amen. Kama kuna naona mtumishi una jambo. Asante, simameni tuimbe wimbo mmoja 135 saa heri ya maombi. Saa sing mtumishi. Wimbo namba 135. Tuimbe kwa kutafakari maneno haya. Saa heri ya maombi sasa, kwako tunarudi, sumbuko ya kuondoa shida zetu na sumbufu, taabu